Hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la matukio ya kikatili hapa nchini Tanzania. Tumekuwa tukiamka na kupata taarifa mbalimbali ambazo zinatufikirisha na kututafakarisha pia. Pengine nini ambacho kinaendelea katika jamii zetu? Ni changamoto za afya ya akili au ni kukosa imani kutoka kwa vile ambavyo tunafundishwa na viongozi wetu wa dini huko kanisani na misikitini? Au hatuhimiliani vyema katika jamii zetu? Ni maswali ambayo unaweza ukaamka na kujiuliza. Nikukumbushe baadhi ya matukio ambayo yametokea kwa siku za hivi karibuni. Kuna mauaji ya kikatili yalifanyika kule Lushoto, Tanga. Ilikuwa ni Machi ya mwaka huu, mauaji ya kikatili ambayo alifanyiwa Swalehe Shekanga. Aliuawa kinyama na kukatwa sehemu mbalimbali za mwili wake wakati ambao alikuwa akitokea msikitini. Ni tukio ambalo lilitutafakarisha sana, lakini Julai juzi tu, tukio ambalo mpaka sasa bado linafanyiwa utafiti wa kina, polisi wakifanya utafiti wa kina, ni kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Swez Dani. Sasa nini ambacho kimemtokea? Bado tafiti zinafanyika. Lakini ni hivi karibuni tu hukumu ya Barnaba Daudi Mtweve imetolewa. Ni hukumu ambayo imetolewa kule Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya ya kunyongwa hadi kufa kwa mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 56, na sababu ni kupatikana na hatia ya kuvamia nyumba na kumuua kikatili aliyekuwa mzazi mwenzake. Kwa nini matukio haya yanakithiri? Lakini matukio haya hayaishi kwa watu wazima tu, hadi watoto. Ni matukio ambayo yana athari kubwa sana katika jamii yetu. Sasa tumeona kuna umuhimu wa kuweka mjadala huu na kujadili kwa kina. Tunaye hapa daktari wa afya ya akili Dr. Tabitha Masei. Karibu sana dokta. Nashukuru sana. Lakini pia tunaye mtaalamu wa sosiolojia Rehema Awadhi. Karibu sana Rehema. Asante sana. Asante sana. Dokta, mtusaidia wewe. Ya, kwa kweli ni muhimu kusaidiana kabisa. Tutapata pia kusikia maoni ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali pamoja na wageni ambao tunao hapa studio. Pia tutajiunga na kiongozi wa dini Bishop Daktari Evans Chande akiwa pale Dodoma, naye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani nchini Tanzania. Daktari Evans, habari ya Dodoma na karibu sana kwenye mjadala. Asante sana. Tukianzia hapa studio, Rehema, mtaalamu wa sosiolojia, tumeshindwa kuhimiliana vyema katika jamii mpaka tunafikia kwenye matukio haya? Nadhani kwamba tukiangalia ukatili kama ukatili upo katika aina nyingi, nadhani ambazo zinaeleweka. Kuna ukatili wa naweza ngasema ni physical ambao mtu anaweza akaumizwa. Kuna ukatili ambao unaweza ukaumiza hisia zako. Kuna ukatili ambao unaweza ukaumiza kijinsia na pia kuna ukatili wa kiuchumi. Kwa katika hizi aina zote nne za ukatili, changamoto kubwa inakuja kutokea ni kwamba namna jamii inavyoenda, kwamba vyanzo ni vipi, kwamba mifumo iliyopo katika jamii inafanya ama inasababisha kutokea kwa haya matukio ya kikatili. Na pia kwamba katika upande wa kiuchumi, kwamba ugumu wa uchumi, kwamba hayo matukio mengi ukija kuangalia unakuta kwamba ni imani. Mtu anaambiwa ukipeleka kiungo hichi utapata pesa, ukifanya hichi utapata yani hizo imani zote, kwamba watu pia hatupo karibu na, naweza nikasema, na Mungu. Kwa hiyo ina maana watu ambapo kwamba hakuna tena ile uoga, zile mila, desturi, heshima na utu hakuna. Kwa hiyo mtu anachoangalia yeye ni pesa. Kwa hiyo hajali mimi nitakufanyia nini, kikubwa kwamba pesa yangu mimi niipate ama mali yangu nayotaka niipate. Na kesi tunaona watu mtu amemchoma mtu kisu kwa ajili ya 1500. Ukija kuangalia thamani ya 1500 na utu wa mtu ni vitu viwili tofauti. Lakini kwamba ule uoga na kwamba matukio mengine yanatokea katika jamii na bado yanaonekana kama ni sawa, hiyo inafanya hayo matukio yaendelee. Kwamba ukatili watoto wanafanywa, mfano ukatili wa kijinsia, watoto wanalawitiwa,
lakini mtuhumiwa baadaye anaachwa, labda kusema kwamba huyu ni ndugu, haya mambo tunamaliza kifamilia. Unazanisha yule mtu kama akiachwa hajaadhibiwa, kesho atamfanyia mtoto mwingine, au mwingine aliyeshuhudia atasema kwamba kumbe it's fine mimi kufanya hichi ninachokifanya. Kwa ile jamii ambavyo namna inachukulia matukio, ama namna ambavyo tunaona kabisa kwamba ule, kwa sababu kwenye sociology tunakuambia kwamba human being are selfish in nature. Kila mtu anaangalia manufaa yake yeye, lakini manufaa yako wewe yanaweza yakaathiri jamii nyingine. Kwa sababu mtu mmoja anapoonekana anafanya kitu kibaya, kwamba nimekupiga ndo umeweza kuniachia anachokifanya, ama kama vile migogoro ya wakulima na wafugaji, kwamba nimeua ng'ombe wako na sijafanya chochote. Kwa hiyo mtu anaona kabisa solution ya mimi kuachana na huu ugomvi, nitaua ng'ombe zake, ama huyu mwingine atasema nitaenda kuchoma shamba lake. Kwa hiyo ni kwamba jamii, ugumu wa maisha unachangia hali hii kuendelea, ukatili na vitu kama hivyo. Pia mifumo iliyopo katika jamii, watu wengine kuwa favored, wengine wasiwe favored, inasababisha kwamba watu wawe na ule muamko wa pamoja kwamba hicho tunachofanyiwa sio sawa. Sawa Rehema. Ndio. Umegusa maeneo mbalimbali. Ndio. Umegusa jamii, umegusa dini pia. Ndio. Imani, utu. Lakini daktari, ni viashiria vipi vya kiakili ambavyo vitu vinaweza vikaonyesha kwamba huyu anaweza akafanya matukio ya kikatili? Kwanza kabla sijasema viashiria, naomba nielezee tu, unajua mtu akisema akili anaweza asielewe akili ni nini. Akili ni ule uwezo wa mtu kuchakata mambo, kuelewa, kukumbuka, kufanya maamuzi, na afya ya akili ni ule ustawi wa mtu kuhisi, ustawi wa kihisia, ustawi wa mawazo na ustawi wa vitendo. Kwa hiyo akili ni kitu ambacho kinajumuisha vitu vyote kwa ujumla. Na sasa kama ambavyo mtu anaweza akaumwa malaria, akili na yenyewe inaweza ikaumwa. Kwa hiyo kumekuwa na ile notion kwenye jamii kwamba yani mtu ukimwambia akili na changamoto anaweza akahisi labda ni wale wanaokota vitu barabarani, lakini mtu wa kawaida tu anaweza akawa na changamoto ya akili. Kiuhalisia kwa sasa hivi duniani takriban watu bilioni 1.2 wanaoumwa magonjwa ya afya ya akili. Yes. Watu bilioni 1.2. Approximately 1.2 billion according to WHO. Wana changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo inawezekana hata tulipo kuna mmoja labda au. Yes, kwa sababu hao watu ambao tunawaona wamefikia katika level ya kutokujimudu hisia zao, wameanza kufanya vitu ambavyo tunasema disorganized behaviors. Walikuwa watu kama sisi, lakini labda kwa sababu mbalimbali za kibiolojia, za kisaikolojia, za kisosiolojia, hawakufundishwa namna ya kuhimili hisia zao, au wakawa na visababishi mbalimbali. Baadaye sasa wakaenda kwa tunaowaita sisi lugha mbaya vichaa. Na ni lugha ambayo kwa kweli nadhani hata mheshimiwa Wizara ya Afya ina discourage kwenye magonjwa ya afya ya akili. Kwa hiyo sasa viashiria ambavyo vinaweza vikasababisha vikaelezea huyu mtu anaweza akawa na vitendo vya kikatili baadaye viko vingi, kwa sababu magonjwa ya afya ya akili ni mchanganyiko wa mambo yanayotokea kibiolojia, ni mchanganyiko wa mambo yanayotokea kwenye familia, ni mchanganyiko wa mambo yanayotokea kwenye jamii. Kwa mfano mtoto ambaye amelelewa kwenye mazingira ambayo ni magumu, mazingira ya kuteswa, mazingira ya kudharauliwa, ana hatihati kubwa sana ya kuja baadaye kuwa mtu ambaye tunamuita antisocial, mtu ambaye hana huruma, mtu ambaye hajisikii vibaya kukuchinja, hajisikii vibaya kukuumiza. Kwa nini? Ilianza huku chini, alilelewa, alikuwa neglected, alikuwa abused, alifanywa vitu vya kitendo vya kikatili, lakini hakusaidiwa. Baadaye anakuwa mtoto mtukutu, baadaye sasa ndo anakuja anakuwa na tabia ambayo tunaita antisocial personality disorder. Kwa hiyo ukimwona mtu ambaye akiwa anashindwa, labda ni mtu ana hasira za haraka, kitu ambacho wewe labda kukasirika, kila mtu anakasirika, na ni haki ya mtu kukasirika. Usipokasirika pia tunakuita mtu ambaye hauna hisia. Ukiona mtu ambaye kitu kidogo kinampa hasira za haraka, huyo unatakiwa pia uwe makini. Ukiona mtu ambaye anajitenga sana, yani tofauti na kawaida, haoni umuhimu wa kuwa karibu na watu, anajitenga, au mtu ambaye kitu kidogo tu anakupa kitishio, wewe nitakuja nikuue, nitakuja nikumalize, wewe mtu unatakiwa pia uanze kuwa
kuweka caution kwamba mbona huyu mtu anatoa sana vitisho. Ukiona mtu ambaye anakuwa katika hali ambayo ya huzuni iliyopitiliza, kuna huzuni lakini kuna huzuni iliyopitiliza kwa sababu hata sonona, unajua sonona inaweza kusababisha vitendo vya kikatili kama baadaye usipoweza kuimudu, tunaita sasa depression with psychotic features, inakuwa sonona yenye tabia ambazo sio za kawaida. Mtu ambaye ana mabadiliko ya kihisia haraka haraka, unaweza kukuta sasa hivi ana huzuni analia, baadaye ana furaha, yani furaha imepitiliza, anafanya vitu ambavyo yani anatoa hela kuliko kawaida. Kwa hiyo ukiona mtu ana deviate, anaenda tofauti na uhalisia wa tabia ya kawaida, ni vizuri kwenda kuonana na wataalamu, hata kujua tu hii hali ni nini kabla hatujafika sasa huko kwenye vitendo vya kikatili, kwa sababu vinaanza kidogo kidogo tu, hasira na kutishia na jitenga na kuwa sioni umuhimu wa vitu, lakini pia kuangalia historia ya mtu ili tujue tunasaidiana. Nitatamani nije nisikie yani kutoka kwako, utatuambia mtu mwenye changamoto ya afya akili anaonekanaje kwa haraka. Lakini kwanza tumsikilize Bishop Dr. Evans Chande, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Nafasi ya viongozi wa dini hasa ama viongozi wa kiimani katika kuleta kuondoa hii hali tunayoiona kwenye jamii ni ipi? Na kuna wengine pia wanasema kwamba kuna namna viongozi wa dini jukumu hili linakuwa ni mzigo mkubwa kwenu, ndivyo sivyo? Asante sana. Naomba nielezee kidogo. Mmomonyoko wa maadili unatokana na mambo makubwa mawili. Cha kwanza ni swala la malezi, lakini la pili ni utandawazi. Kwa nini nasema hivyo? Watu wanasema mtoto mlee bado angali mdogo, au wanasema kambare mkunja bado akiwa mbichi, akisha kauka haukunjiki. Unaona, swala la maadili limekuwa ni tatizo sio la Tanzania peke yake, ni dunia. Tunaweza kuona nchi mbalimbali mambo ya ukatili yanavyoendelea. Kwa hiyo ni swala la malezi, yani tukirudi kwenye swala la malezi, namna ambavyo tunaweza kulea watoto wetu, hivi ndivyo itakavyotusaidia kuwa na kizazi bora. Lakini hili jukumu la malezi Bishop, ni kwamba hata nyie viongozi wa kiimani mnahusika, sio? Ni sawa, na sisi viongozi wa kiimani tunahusika, na sio tu viongozi wa kiimani, ni kwa Watanzania wote. Walimu wanahusika, walimu wa shule za msingi mpaka vyuo vikuu wanahusika masuala ya malezi. Sisi nafasi yetu kubwa ni pale tu tunapokutana kanisani ama msikitini. Hapo ndipo tunaweza kuwasaidia watu kwa masuala ya kiroho. Kwa maoni yako, unadhani katika hayo makundi yote uliyoyataja, familia, walimu, viongozi wa kiimani, wapi pamepwaya? Sehemu ambayo imepwaya sana ni kwa wazazi. Nina sababu. Ndio. Sababu ni kwamba leo watoto wetu wakizaliwa, mtoto miaka 3 anapelekwa nursery school, anakutana na mzazi wake jioni sana, wanampeleka daycare. Kwa hiyo unakuta mtoto yule hana ukaribu na mzazi wake. Na tukumbuke kwamba mwalimu anakuwa na watoto wengi. Sasa si rahisi kuhakikisha mtoto anamwangalia na kumpa malezi bora. Lakini mzazi ana nafasi kubwa sana kuhakikisha mtoto anakaa vizuri. Na nataka niseme huko tulikotoka uchumi ulikuwa mbaya zaidi.
lakini kwa sasa tuna nafuu asilimia kubwa. Lakini kule unaweza ukashangaa mtoto aliyezaliwa mwaka 70 mpaka sasa huwezi kumlinganisha mtoto wa mwaka 2000 na kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu kule tulikuwa tunalelewa kwenye maadili kuanzia nyumbani, lakini kutokana na utandawazi na mambo ambayo mengi tumeyarahisisha, mtoto akizaliwa akishaenda nursery school hakutani na mzazi wake mpaka anaanza darasa la kwanza, hakutani na mzazi wake mpaka anamaliza chuo kikuu, mara chache anakutana na mzazi. Kwa hiyo nataka niseme hili ni jambo ambalo tunahitaji kuliangalia upya. Swala la malezi ni muhimu sana sana. Hapo ndio mahali ambapo tumepata tatizo. Dokta, umegusia vizuri swala la malezi, umewagusia vizuri vijana hasa ambao wamezaliwa miaka ya hivi karibuni. Lakini yapo matukio ya kikatili ambayo yanafanywa na watu ambao wana umri mkubwa, miaka 50, 60, 70. Unakuta wapo ambao wanafanya matukio haya ya kikatili na wanayafanya matukio haya kwa watoto kabisa. Vipi kuhusu kundi hilo? Ni hilo kundi la watu wazima. Bado tunarudi pale pale, huyu mtu amelelewa katika jamii gani? Jamii ambayo imemlea ni jamii gani? Unaweza kuona mtu ni kweli ana umri mkubwa anafanya mambo kama yale, lakini huko nyuma haikuwa hivi. Unaona, sasa hivi haya matukio yanaonekana yanazidi sana, kwa sababu tayari shida ya malezi imekuwa ni kubwa. Hatuna muda na watoto wetu, hatuna muda wa kuwaelekeza. Ngoja nikueleze kitu kimoja. Ile hali ambayo tulikuwa nayo huko nyuma, sisi tumelelewa kijijini. Chakula kikipikwa mnakaa pamoja, mnakula pamoja. Alafu wakati wa chakula mzazi anaangalia huyu mwingine huwa anapenda kama ni nyama anasogeza kwake. Mko pote pamoja, lakini huyu mtoto mwingine anasogeza nyama upande wake. Tayari mzazi anajua huyu ni mchoyo. Anamwambia hapana, mnatakiwa mle wote, na anamuonya, ikiwezekana hata adhabu anampa. Lakini maendeleo haya ambayo yameendelea sasa, ndio maana nimesema mambo ya utandawazi pia yanachangia. Watu wanaangalia vitu mbalimbali kwenye mitandao na mambo mbalimbali. Haya ndio yanayosababisha watu wengine wanakiuka hayo maadili. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi tukae na watoto wetu sehemu kubwa. Mtoto mpaka anapomaliza shule awe ameshakaa ile na wazazi wake mara nyingi, na ameshalelewa na ameelekezwa na wazazi, ndipo anaenda. Mimi ni mmoja wapo niliyelelewa na wazazi vizuri. Namshukuru Mungu wazazi wangu, japo wametangulia mbele za haki, lakini walinilea vizuri. Sijawa tatizo mahali popote nilipo kwa sababu ya malezi yale niliyolelewa. Kwa hiyo mtu anaweza kukiuka maadili kwa sababu ya mazingira aliyoishi kule. Haya mengine yanapelekea hiyo afya ya akili. Wakati mwingine mwingine ni mtoto wa kambo, labda inaweza ikatokea kitu kama hicho. Na huyo mtoto wa kambo amelelewa na wazazi ambao sio wa kwake, akafanywa vitendo vya ukatili. Wakati mwingine anajifunza ile tabia, unaona. Lakini pia kingine, tuna haja ya kuangalia kwenye hivi filamu mbalimbali zinazoonyeshwa kwenye vibandaumiza. Zile filamu zinazoonyeshwa, wengine wanaonyeshwa mle filamu za kikatili. Sasa kuvamia majengo, kufanya vipi hivyo vitu kama hivyo. Sasa Dokta Rehema, kuna wakati ambao mtu anaweza akapitia
kwenye maisha ya kawaida ya kila siku akaona sitoboi, inabidi nifanye tukio fulani ili niweze kujiendeleza, ili niweze kupata kipato. Ugumu wa maisha unaweza kuchagiza vipi, unaweza kuchangia vipi mtu kujihusisha katika matukio ya kikatili? Sawa. Kwanza ningependa kuongezea kidogo alipotoka kuongea Bishop kwamba tunaamini kwenye sosiolojia kwamba interaction ya kwanza ya mtoto ndo inamjenga. Okay. Kwa kwenye familia pale anapotokea mtoto ndo hapo ndo pataweza kumdefine. Ndio maana ukionekana una tabia nzuri watapongeza wazazi wako ama walezi wako. Sawa? Na ukionekana una tabia mbaya wakaanza kulaumiwa ni mama ama wazazi wako. Kwa hiyo kwamba tunaamini kabisa kwamba mtoto mzuri ametoka kwenye familia nzuri. Na maana kama familia ina changamoto, basi ni mara nyingi sana inaweza kusababisha mtoto kutoka na changamoto, aidha ya ukorofi ama yoyote ambayo inaweza ikasababisha matukio. Na ninapozungumzia kwamba swala la kiuchumi linavyosababisha ni kwamba sasa hivi kwamba kukua kwa mitandao ya kijamii, kukua kwa teknolojia kunasababisha sana kila mtu anaona kwamba mtu yani kwamba mtu ana hela, mtu ana magari, mtu ana nini, amefikaje? Mimi sioni namna ya kufanya, kwa hiyo mimi nifanye nini? Nikaibe. Sawa. Na saa nyingine mfano kuna vitu vingine tunaviona ni vidogo. Kwa mfano kuna mimi anakuambia kwamba kwa hali nilofikia issue yoyote ambayo illegal iwe isiwe illegal ni involve me. Involve me. Ni vitu vidogo sana ukiviona na vinachekesha, lakini huwezi jua kuna mtu anayeangalia muda huo ameshakata tamaa. Kwa hiyo chochote kitakachokuja mbele yake yeye anafanya. Wengine wachekesha wako serious. Kwamba chochote kitachokuja mbele yangu as long as hichi kitu kitanipa hela nitaweza kutimiza majukumu yangu, na mwingine anakuta na majukumu ya familia. Kwa hiyo yeye hatojali kwamba hii hela inafanyikaje, hii hela nitaipataje, natakiwa nikaibe, nikabe mtu, niue, nifanye nini, anaona yeye kwake ni kawaida. Sawa sawa kabisa. Nilikutangulizia swali langu, nilikupa in advance au sio bwana? Ndio. Kwa sababu tunajua kwamba watu wanaotekeleza mambo kama haya wengi tunaambiwa wanakuwa na changamoto kwenye afya ya akili. Okay. Ndio inakuwa kama chimbuko hapo. Yaani kuna kitu ambacho unaona kabisa huyu mtu kwa hali ya kawaida, kwa mfano mtu hawezi kumlawiti mtoto wake kwa mfano, au mtu hawezi kumuua mtoto wake, au mtu hawezi kumuua au kumuumiza mkewe kwa hali ya kawaida tu. Maanake ni kwamba huyu mtu kuna shida fulani kwenye hasa tunataka tujue viashiria mtu mwenye changamoto ya afya ya akili ni vitu gani ambavyo tukiviangalia kwa haraka haraka tunajua hapa kidogo kuna changamoto. Okay. Kwanza nimependa ulivyosema changamoto ya afya ya akili. Kuna mtu ukisema afya ya akili ndo anajua ndo changamoto yenyewe. Afya ya akili ni afya ya akili, yani ni akili iliyo. Kwa mfano kama mimi nina afya ya akili. Sasa tutamuuliza Balkisi. Lakini okay sawa. Afya ya akili. Ndio. Wale wanaoenda pembeni tunawaita wana magonjwa ya afya ya akili. Kwa kuna mtu anasema mimi nina afya ya akili afu anamaanisha mimi nina changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo inabidi ikae vizuri. Sasa dalili, kwa kweli dalili ni nyingi. Kwanza tuna zaidi ya magonjwa 200 ya afya ya akili. Na dalili inategemeana sasa mtu ameweka kwenye kategori gani. Kama unavyosema za jumla ndo hizo tunategemea. Katika hali ya kawaida mtu awe na hasira ambayo baada ya ile tukio lililomsababishia hasira kupotea, hasira yake itapoa. Lakini hawa watu unakuta ana hasira ambayo kitu kidogo ambacho wewe labda ungepotezea, au unaweza mtu hata akakanyagwa tu kwenye daladala akalipuka akaongea ni anaongea mpaka mnakaribia kumaliza safari, yeye anaongea ni anataka ni mpaka unaona mbona hii sio hasira ya kawaida. Kwa hiyo inaanza kukupa alert. Mtu yoyote ambaye anaweza akufanyia kitu kibaya alafu asionyeshe ile hisia ya kwamba nimehuzunika. Unajua kuna ile mtu mimi ninaweza nikakupiga au nikakufanyia kitu kibaya lakini nikwambia samahani. Hata kama nisiposema samahani hapo kuna wakati unaona kama najuta, au hata nitaongea na mshikaji mwanangu pale nimezingua. Sasa unaweza kukuta mtu anakufanya kitu kibaya ila haonyeshi dalili ya huzuni au ile guilt tunasema ile kwamba ile kujutia. Asante. Haonyeshi kujutia. Anataka kufanya kitu kibaya haonyeshi kujutia. Wale watu ambao wana tishia, yani unaweza kukuta kile kitu kidogo anatishia na kutishia vitu ambavyo unaona hii mbona hii ilikuwa kitu cha kawaida. Wewe nitakumaliza. Wewe nitakuja nikufanyia kitu cha ajabu. Yani huwa tusichukulie
tusichukulie kawaida hayo maneno. Mtu ambaye ana matisho, utanijua, utanijua. Yani hatutaki kuichukulia mtu ambaye hivi, unajua mimi ni nani, unajua mimi nani, nitakunyosha sasa hivi. Yani kwa level tuliofikia, pamoja na alivyosema Rema na Bishop, hatutaki kuchukulia poa vitisho. Kwa mtu yote ambaye analeta sana vitisho, unajua kuna shida. Vitisho zaidi ya kawaida. Unajua kuna mtu anaweza akaleta vitisho lakini asifanya akaenda kwenye njia sahihi, akaenda polisi akafanya. Kuna watu wanabiti. Unaona mtu ana vitisho. Kwa mfano kuna tukio, yani sasa hivi watu tunasema ile disinhibition, ile namna ya kujizuia imepungua. Mtu pia kwa sababu ya hivi mtu anaangalia sio mitandao ya kijamii, anafanyaje, anapata ile kutokujizuia. Kwa hiyo mwenye hasira ambaye analipuka kitu kidogo amelipuka sana, mwenye vitisho, mtu ambaye anajitenga, haoni, ukimwambia twende hata sehemu fulani, haoni umuhimu wa kuwa karibu na jamii, mtu ambaye anataka kufanyia jambo baya asisikie huzuni, hiyo unabidi uwe makini. Sasa kwa sisi, kwa watu wa afya ya akili, hatuishi tu kwenye tabia. Tabia inaonekana nje, lakini nyuma ya tabia kuna historia. Nyuma ya tabia kuna vitu vya kibiolojia ambao unakuta kuna kemikali ambazo zina control mood hazijafanya kazi. Kwa tabia sana sana ni hizo ambazo zina kwa haraka zikaelezeka kijamii. Lakini ukimwangalia mtu kwa sura yake huwezi kujua kama huyu ana changamoto. Yani changamoto inaonekana zaidi kimatendo. Yes, sisi mpaka sisi tunaona mpaka anapiga, anatishia, ni matendo. Ila huku nyuma sasa ndio unaweza ukafuatilia alilelewaje, ana historia ya changamoto ya afya akili, anatumia vilevi. Vilevi vinachangia sana. Hata kama mtu alikuwa ana vinasaba, kilevi kinafanya kile kinasaba sasa kibuke, yani kipande, yani yale magonjwa yaje. Matumizi ya pombe, matumizi ya bangi, matumizi ya dawa za kulevya yanachangia sana kufanya zile vichocheo vya afya ya akili vije sasa viwe kabisa. Watu wapunguze tungi yani. Kwa kweli watu wapunguze vilevi, sio tu tungi, shisha, sigara, vingine vyote. Sana bangi, shisha, cocaine, yani vilevi kama anaweza. Na uzuri sisi kwenye afya magonjwa na afya ya akili tuna watu ambao wana saikolojia tiba, wanaweza. Nakumbuka kuna jamaa mmoja alikuwa akilewa, kila lazima ampige mkewe. Umeona? Yani akiwa hajalewa ana shida. Sasa niambie mtoto ambaye anashuhudia hapa anaona hiyo ndo namna bora ya kumtreat mwanamke, kwamba kumpiga. Kwa kwake kuja kumwambia acha kumpiga mwanamke ni kitu ambacho ni gumu, ni msamiati ambao unahitaji muda na nguvu kuinvest katika ya kuelewa kwamba kumpiga mwanamke ni kosa. Kwa hiyo matendo yanakuwa yanatokea kila mara, mtu anaona ni kawaida. Mwisho wa siku yanakuwa na athiri. Ndio unakuta mtu kampiga mke wake, mwisho wa siku kamchoma kisu, amekufa. Afu anaanza kujutia baadaye, sasa kwa nini nimefanya hivi. Dokta, tusaidie hapo. Umetuelezea vizuri kuhusu hizo changamoto. Tunaweza kusaidiana vipi katika jamii? Kwa sababu tukiishi hivyo, na umeshatuambia watu bilioni 1 duniani tunaishi na hizi changamoto za afya ya akili, tusaidiane vipi sasa? Kwa urahisi tu vipi ili tusiyafikia matukio ya kikatili? Mtu mmoja kati ya watu 7 au watu 10 anakisiwa kuwa na changamoto ya afya ya akili. Cha muhimu hapa hatujafika 7. Kwa kuna uwezekano yani yule mtu mmoja akawa ndio yuko hapa au asiwepo kabisa hapa. Nimependa sana hii combination ya sosiolojia, watu wa dini, kwa sababu mimi nanisifanyia kazi yangu inakuwa rahisi. Kwa mfano amesema mtoto aliyeona matendo ya kikatili au alifanyia matendo ya kikatili. Huyu sisi hapa kwetu ni risk, ni hatarishi ya yeye kuja kuwa na shida ya changamoto ya afya ya akili ukubwani. Kuna magonjwa ya kihaiba, wanasemaga personality disorders. Magonjwa ya kihaiba ambayo unakuta mtu baadaye anakuwa ana haiba ambayo nimetengenezwa na aliyoishi akiwa mdogo. Au alipitia wazazi walimtesa akiwa mdogo, au alipitiwa jambo kubwa lenye ambalo lilimuumiza sana akiwa mdogo, au alibakwa, alilawitiwa, wazazi walikufa. Baadaye ubongo una namna ya kuchakata stress za maisha. Unatengeneza kemikali ambazo wakati wa hatari, umeshawahi kuona wakati wa hatari unaweza ukajikuta mimi hapa nikafika kwenye ule mlango bila kujua nimefikaje. Kuna homoni zinatengenezwa ambazo zinafanya mwili ujiandae kwa ajili ya kupambana wakati wa changamoto. Hasa zile homoni ukiwa kwenye stress kama hivyo, maeneo ya magomvi au hujatulia, ubongo wako unaendelea kuzitengeneza tu zile kemikali. Tunasema kemikali, sio homoni tafadhali. Kemikali zinakuwa juu. Zinapokuwa juu, sehemu ya ubongo ambayo inahusika kutuliza. Unajua sisi kwa nini wewe unaweza ukakasirika lakini ukatulia? Kuna sehemu ya ubongo wako inayokuambia
tulia, fanya maamuzi sahihi. Sasa ile sehemu ya ubongo ambayo inakutuliza mwili au inapokea zile taarifa, ikiweka kwenye muendelezo wa stress kwa muda mrefu, inashindwa kufanya kazi vizuri. Ndio unakuta mtu analipuka, mtu anafanyaje. Kwa kitu ambacho tunatakiwa tufanye, msaada wa kwanza ni watu kuwa na tabia ya kutafuta msaada wa afya ya akili. Sasa usiombe dokta hao ambao sehemu yao ya ubongo imesha kupoteza uwezo wa kufanya kazi, wakutana sasa wote wawili. Yani hatari, ni hatari. Inabidi huyu akutane na ambaye sehemu yake inafanya kazi. Sasa wakikutana inakuwa ni shida sana. Na sisi kwenye kusaidia kama hivyo nilivyosema, sisi kwenye tiba hata ukija tunafanya kazi pamoja na msaikolojia tiba, tunafanya kazi na mwana sosiolojia, kwa sababu tunaamini mimi naweza ukaja tukaongea nikakuanzishia matibabu ya kushusha zile kemikali zikawa vizuri. Baada ya hapo dawa hazipotezi historia. Unatakiwa ukutane pia na msaikolojia tiba akuelekeze namna ya kuhimili hisia zako, namna ya kuna kitu tunaitwa appraisal, namna ya kuielezea ile changamoto ulioipata na kutokuiendeleza kwa watu waliofuata, namna sasa tunaita na familia yako, namna ya kuishi na wewe pamoja na ile tatizo. Lakini cha kwanza kinachoanzaga ni watu hawana ile unasema health seeking behavior, yani mimi hata nikikuuliza mara mwisho ulienda hospitali ni kusema tu ngoja nikaangalia hata afya yangu tu. Hatuna ile tamaduni. Kwa hata mtu akiona mbona kama mimi mtu hasira, haoni kama kuna umuhimu wa kwenda, ngoja niende nikaongea na msaikolojia tiba. Kwa tukianza kutengeneza ile tabia kwamba nikiona niko tofauti nitafutie msaada, hiyo itasaidia kwanza kugundua hata wale watu ambao tunawaona wanaenda tofauti na kawaida. Lakini pili, kama tulivyosema, jamii tunaishije katika jamii. Kama ni mtoto ambaye ameishi kwenye mazingira yenye maonezi au tunaona jamii yetu kuna namna ya magomvi, tutafute namna ya kutatua changamoto za kifamilia katika jamii. Ila pia cha tatu ambacho tunaweza tukasaidia ni kwa sababu sisi tuna biolojia, tuna saikolojia na social, mambo ya uchumi, ugumu wa maisha, kutafuta pia namna ya kutatua changamoto zetu katika njia sahihi. Tuna vitu tunavita problem seeking behavior, namna ya kutatua changamoto zako hata kama hauwezi. Tafuta msaada. Sasa tutakuja hapo kwenye nini kifanyike. Sasa hebu turejee tena kwa Bishop. Bishop, tumeongea muda mrefu kidogo hapa kupata kutoka kwa wataalam, lakini tunachokiona ni kwamba hivi vichocheo vipo, hizi sababu zipo nyingi, lakini kubwa zaidi linalotushtua ni kwamba haya matukio yanazidi kuongezeka. Yaani siku zinazozidi kwenda matukio kama haya yanazidi kuongezeka. Sasa hii inaweza kuleta athari gani ikiwa jamii haitashtuka na kutafuta njia za kutatua hizi changamoto? Ni kweli athari ni kubwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 22 na mstari wa 6, Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Viongozi wa dini tunafanya jitihada sana za kufundisha neno la Mungu. Kwenye misikiti kuna madrasa, kuna Sunday school makanisani kwa ajili ya wale watoto, ingawa pia sio wote wanaopeleka watoto Sunday school au madrasa. Ndio maana nasema kwamba tukiwa pamoja na tukahakikisha tunaweka misingi kuanzia kule nyumbani, tunawalea watoto vizuri kule nyumbani na kuwafundisha umuhimu wa ibada, tunawafundisha umuhimu wa kujifunza neno la Mungu. Tusiwafundishe elimu ya dunia tu, tunatakiwa kuwafundisha na neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio jambo ambalo linaweza likamfanya mtu akawa mtulivu au mwaminifu. Kwa hiyo taasisi za dini zinajitahidi kufundisha. Ndio maana sasa hapa tunahitaji kwamba tuwalete watoto Sunday school, tupeleke watoto madrasa wakajifunze neno la Mungu, lakini pia kule mashuleni. Sasa kama mtoto anakaa labda yuko boarding muda mrefu, sidhani kama wanakuwa na vipindi vya ibada madrasa au nini. Unaona? Kwa hiyo unakuta kwamba huyu mtoto hana malezi ya neno la Mungu. Unaona? Kwa hiyo ninaomba tujitahidi kurudi kule tulikoangukia. Maana yake tumeanguka kwenye swala la malezi. Kule tukikaa vizuri kwenye malezi, nataka kuambia taifa letu litakuwa vizuri.
Dokta, umeweka sawa. Inawezekana tu. Dokta, umeweka sawa sana hapo katika kuwakuza watoto kwenye neno la Mungu, kuwakuza wakiwa wanasoma elimu za dini. Lakini tuko sisi sasa ambao ni watu wakubwa. Tuko ambao hatufiki katika nyumba za ibada. Hatusali, hatuonekani Jumapili kanisani wala misikitini, kila siku hatuonekani. Lakini nyumba za starehe zimejaa kila kukicha. Zungumza na sisi sasa Dokta, turudi vipi, turudishe vipi imani zetu katika dini zetu, na lengo kuu ni kurudisha imani ili tuepukane na zile ambazo tunaambiwa ni matukio ya kikatili ambayo yanachagizwa na imani za kishirikina. Ni kweli kabisa, ni kweli Dokta. Nataka niseme kwamba sisi kama jamii tunahitaji kwanza kuelewa na kuona umuhimu wa ibada. Ibada ndio kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Na tukijua ya kwamba tuko duniani lakini kuna siku tutaondoka. Sisi tuko duniani hapa, sio nyumbani. Hapa tunapita tu, na ndio maana kuna watu wengi walikuweko duniani na leo hawapo. Kwa hiyo ni muhimu sana turudi kwenye neno la Mungu, turudi kwenye ibada. Ibada huwa inafundisha maadili. Neno la Mungu linafundisha maadili. Maaskofu wanafundisha maadili, wachungaji wanafundisha maadili, mashehe wanafundisha maadili. Lakini watu wanaendekeza starehe, na ndio maana bado tunarudi kule kule. Kama nyumbani kwenu mlikuwa hamfundishi habari ya kuabudu, habari ya kuomba, habari ya kwenda kanisani, maana yake utakavyoendelea kukua utaona ibada ni jambo la kawaida na wala sio la muhimu, kwamba linakupotezea muda wako na unaona kama utachelewa kutafuta fedha. Unaona, hilo ndio shida. Lakini kuna familia ambazo unaweza kufuatilia tu, kuna familia ambazo zimewafundisha watoto wao habari ya kwenda kanisani ama msikitini. Watoto wanajua, wanaenda kanisani, wanapewa Biblia, wanapewa msaafu, wanasoma msaafu, wanaenda msikitini au kanisani. Hawa watoto wataendelea kuishi hivyo vizuri mpaka baadaye. Lakini tunapoacha kusimama kwenye misingi ya neno la Mungu, sisi wenyewe kuwalea watoto hivi hatutaweza, kwa sababu dunia imeharibika. Dunia imeharibika. Kwa hiyo ninaomba sana ili tutoke huko, turudi kwenye neno la Mungu. Sasa Dokta, umeweka vizuri sana hiyo. Dokta ametusisitiza tumrudie Mwenyezi Mungu. Yes. Afya ya akili, ugumu wa maisha ambayo anatupelekea kufanya matukio haya. Ukiwa na imani utasubiri kwamba mchana utapita lakini jioni nitapata. Kabisa. Si ndivyo? Ukiwa na imani utaamini kuwa aliyenikosea kwa sasa nimsamehe, labda akuwa katika hali nzuri. Si ndio? Sawa, lakini wananchi kule mkoani Morogoro nao wamepata kuzungumza na kutuambia maoni yao kuhusu kuongezeka kwa haya matukio ya kikatili nchini. Ukatili umeongezeka kutokana na harakati za maisha na ugumu wa maisha ambayo tuko nayo kwa sasa. Sawa? Kwa sababu sasa hivi kila mtu anafocus sana kwenye hela. Mwingine ana nyenzo za kupatia hizo hela, lakini mwisho wa siku bado anataka aimiliki hiyo hela. Kwa sababu kila mmoja anatathmini kwamba atatoka vipi, atapata vipi hela ili mradi akamate pesa. Sawa? Kwa hiyo unakuta mwingine yuko mtu kufanyaje ili mradi apate kinachomhitaji, hususan pesa. Kwa hiyo ndio tatizo ambalo linapelekea ukatili unakuwa mwingi kutokana na fikra za yani tutazunguruka tutafanyaje, lakini fikra za potofu, kila mmoja pia ana fikra zake na anafikiria mtazamo wake kwenye maisha yake. Sawa bwana, lakini hususan mimi siwezi nikafanya hivyo kwa sababu eti nipate mali au nifanyaje ya maisha. Haya maisha yapo na maisha yanaendelea, mwisho wa siku haya maisha tutayaacha mpaka iwe hivi. Mimi naona matukio ya kikatili yanaongezeka kwa sababu ya watu kuamini katika imani potofu, imani za kishirikina. Wanaamini kama wakiendeleza hivyo hayo matukio ya ukatili labda
wanaweza wakawa na mali nyingi, wanaweza wakapata utajiri. So nafikiri hizo ndo sababu ambazo watu wengi sana wanapitia. Kwa naona labda kama nikimtoa kafara mtu au nikimfanyia kitu fulani kinyume na vile ambavyo utaratibu wa sheria za dini, sheria za kiutwana, labda ndo anaweza akafanyaje akapata hizo mali au anaweza akatajirika kupitia vitendo. So vinaongezeka kutokana na hivyo. Naam, hao ni wakazi mkoani Morogoro, na kile ambacho tumekizungumza hapa ndicho ambacho kipo pia kwenye fikra za wananchi. Tukiwa tunaelekea kukamilisha mjadala huu, tufanye nini? Tutoke vipi kwenye hali hii? Tupate maoni ya kila mmoja. Okay. Tuanze na jamii. Sawa. Kwa upande wangu nadhani kunahitajika kuwepo, yani ni wito kwa kila mtu, yani kwamba hili sio jambo la mtu mmoja. Hii jamii haijengwi na familia peke yake, dini peke yake, serikali peke yake. Hii ni jamii ambayo inajengwa na watu wote. Kwa hiyo katika ngazi ya jamii ni kwamba kila mtu awe responsible kwa kile anachokifanya. Wazazi wajitahidi kulea watoto wao katika kuambia kipi kizuri, kipi kibaya. Pia mashuleni walimu wawafundishe watoto kipi kizuri, kipi kibaya. Wanaofanikiwa kwenda kwa sababu sio wote wanaoenda katika nyumba za ibada, nao kwenyewe pia kila sehemu waendelee kusisitiza. Wanaweza kusema mfano Waziri Gwajima amejitahidi, labda anajaribu kuweka, yani watu waweze kumfikia, matukio yaripotiwe haraka, lakini bado changamoto ipo. Kwa hiyo ni kuwepa jamii kwa ujumla iungane, na pia kuwepo na sehemu rahisi watu kuweza kutoa haya changamoto zinazotokea, na watu ambao mfano kesi kama imetokea tuone mwisho, na watu wanaofanya vizuri. Kwa mfano tumeona mama wa Arusha, watu wamejitokeza, kumbe hawa watu bado wapo. Ile ina maana inaweza kuwamotivate watoto wadogo kujua kwamba kumbe hata kama ni mwizi naweza nikamdefend. Kwa hiyo ile pia inaweza ikaamsha hali chanya kwa watoto wadogo ambao wanakuwa wanaona. Na pia mitandao ya kijamii tuweze kuitumia vizuri kutengeneza maudhui ambayo yanashawishi jamii kuendana na mambo ambayo yatapunguza ukatili wa namna yoyote ile, wa kiuchumi, wa kila kitu. Japo wa kiuchumi kuna muda unasababisha kutokea kwa mengine yote. Ukiambiwa hapo muue mama yako utapata mali, ama tembea na mtoto wako, hiyo influence ni kubwa katika ngazi ya kijamii. Nadhani mwenzangu pia ataongezea katika ngazi ya mtu binafsi, ambapo ni sukumo ambao wanakutana na. Yes. Kabisa. Mimi ninaongezea kwamba watu tuwapeleke watu kwenye kupata msaada wa kiafya mapema, kwa sababu unaweza kuona mtu anavua nguo barabarani, lakini akija siku kimuuliza anakuambia mimi nilisikia sauti inaniambia vua nguo. Mimi nilikuwa naona kama watu wananikimbiza, ndio maana unaona mtu anakimbia mwenyewe, yeye anaona watu wanamkimbiza. Kuna wakati mtu anasikia sauti inaniambia muue huyo. Hayo ni magonjwa ya afya ya akili. Ukimuuliza sio kama ni mapepo haya. Kwa mchungaji au watu wa kijamii wanaweza kuleta kama mapepo, lakini hivi vinaelezeka pia kisayansi. Natambua kabisa kwamba kuna mambo ya kiimani yapo, ila kuna mambo ambayo mengine yanaelezeka kisayansi, na ukitaka kujua yanaelezeka kisayansi, ukimpa dawa za kutuliza zile kemikali ambazo zinafanya unayatafsiri mambo tofauti. Ukimpa dawa anakwambia zile sauti nilikuwa nazisikia ambazo sisikii tena. Wanaitaka unaona maruweru, unaweza ukaona watu wanakufuata wanataka kukupiga. Wewe unaona mtu wewe unamwona anakimbia, kumbe anaona watu. Anasikia sauti inamwambia mpige huyo. Au anaanza kuona watu wote nyie mnataka mumdhuru, anatawaliwa na imani. Tunasema delusion. False fixed belief. Anatawaliwa na imani inayomwambia kwamba ndugu zako wanataka kukuua. Hiki chakula chao kina sumu. Kwa hiyo unaweza kuta mtu hali, kumbe kuna vitu anaamini ambavyo sio sawa. Kwa hiyo jamii si wanyanyapae hawa wagonjwa wa afya ya akili, kwa sababu sio wenyewe, yani hawafanyi hivyo kwa sababu wanataka. Ni kwamba wanakuwa katika hali ambayo ni mvurugano wa kemikali huko kwenye akili yao. Wawasaidie wapate huduma, na wakipata huduma wakae nao, kwa sababu jambo ambalo linapunguza watu kuja mara kwa mara au yale magonjwa kuinuka tena ni msaada wa kifamilia. Mnakaa na yule mtu nyumbani, mnamsaidia akae vizuri, amumtengi, mnaelewa kwamba hichi anachofanya ni ugonjwa, sio kwamba ametaka. Kuna wengine anasema anajifanyisha. Mtu hawezi kujifanyisha. Ni kama mama akiwa kwenye uchungu, useme anajifanyisha.
Hakuna, kwa sababu mwili yani ubongo unafanya kazi kama automatic. Kwa hiyo tusiwanyanyapae hawa watu. Tumsikize na Bishop kidogo, dakika moja. Bishop, karibu. Asante sana. Mimi nataka niseme kwamba lazima tufahamu kwamba Watanzania, nataka nizungumze nao wote kwamba tumtegemee Mwenyezi Mungu. Biblia inasema katika Yeremia 32 na mstari wa 27, anasema, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu nisiloliweza? Tafsiri yake ni kwamba Mungu hashindwi jambo lolote. Tukimtegemea Mungu, Mungu anaweza. Zaburi ya 121 kuanzia mstari wa kwanza anasema, nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada utatoka katika Bwana. Iko milima mbalimbali. Iko milima ya mateso, iko milima ya magonjwa, kama hivyo daktari hapo anazungumza kuhusu afya ya akili. Tukisha mkimbilia Mungu, Mungu anaweza yote. Sisi tumeombea watu wa aina hiyo ambao wamekuja kanisani, tumewaombea na wamepona, wanaendelea vizuri tu. Unaona? Kwa hiyo turudi kwa Mungu, tumtegemee Mungu. Mungu ndio kila kitu. Amina. Asante sana mchungaji. Neno zito sana hilo. Sababu nafikiri ile sadaka yako utanitumia mimi afu nitapelekea kwako. Alafu umempa mchungaji dakika moja lakini amenichukua yani nimetulia kabisa. Unatamani kujikuwa na kisonjo Bwana shukuru. Lakini pia kwenye kukazia hapo watu wapunguze pia kwenda kwa waganga, hasa hizi za kupiga ramli hizi. Unasikia kuna mtu ameenda kwa mganga amemwambia sijui ukiua mtoto wako sijui kufanya hivi. Sasa waganga hawezi kutatua mambo yote. Kwa sababu juzi yenyewe kuna mganga nimemuona alikuwa analia. Ameachwa na mpenzi wake. Kwa hiyo waganga na yeye pia kuna mambo hawezi kuyatatua. Sio kila jambo linatatuliwa. Mganga anakuambia muombe Mungu. Mganga hajigangi. Sasa kama hajigangi vipi atakuganga wewe? Ndio hapo sasa. Inawezekana wengine ni wateja wetu. Sisi kuna mtu alikuwa anasema kuna wakati amefanya kazi nyingi alafu akasema sasa basi hivi kazi yangu ni uganga. Baadaye tumempa dawa akasema bwana ile uganga ilikuwa sio bwana. Kwa saa nyingine yani ni mambo mengi mchanganyiko kwa wakati mmoja. Kabisa. Kwa kuna mambo mengi ya kushughulikia. Tunashukuru sana kwa mjadala mzuri Dr. Mtaalamu wa sociology, lakini pia na Bishop, tukikamilisha hivyo mjadala wetu, lakini hii ni mjadala endelevu kutokana na matukio mbalimbali yanayoendelea katika jamii.